wameleta mada kama hini kwamba mwanamke akipata mimba ya haramu haifai kuolewa. La, hii si ala al-itlaqi kuwa mwanamke akipata mimba ya haramu haifai kuolewa, bal kama alivyopokea al-Mawardi na kauli ambayo kwamba ndio mu'tamad kwa Imam Shafi, mimba ya haramu la ibrata bihi, haina mazingatiwa. Mimba ya haramu haizingatiwi katika sharia. Na Abdullah bin Abbas aliulizwa hukumu ya mwanamke alopata mimba ya haramu, afaa kuolewa? Ibn Abbas akamuuliza ule mtu, hebu nipe mfano, kama wewe umeiba tendre au zabibu mahala, hufai kuzinunua? Mtu huuza tendre, wewe ukaenda ukamuibia, ndio hufai tena kuzinunua? Maana utakuwa umezihalalisha, umefanya kwa halali. Sasa wewe umezini na mwanamke au mwanamke amezini, alifaa kuzini, hafai kuolewa. Hii kama walivyozungumzia, wamekhtalifiana baina, je, afaa kumuoa ni yule alompa mimba au ni mwingineo? Mu'tamad, yani kauli yenye nguvu haswa kwa Imam Shafi'i ni kwamba afaa kuolewa na yoyote. Kwa nini akasema namna hii? Kwa sababu ile mimba haina mwenyewe, la hurmata la. Na watu hubabaika kwa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliyosema, naha Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam an yusqiya ahadukum zar'a ghairihi. Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza kunosheleza mimea ya mwenzako. Mimea, tufahamiane vizuri, mimea ya mwenzako, yani mimba ya mwenzako wende ukainyosheleze wewe, mwate mwenyewe aloitia ile mimba ende akainyosheleze kila siku. Hapa utaona Mtume sallallahu alayhi wasallam asema an yusqiya zar'a ghairihi. Nishati ile ule mmea tuujue mwenyewe nani, ukiwa mmea hauna mwenyewe, je, umekatazwa? Hadithi iko wazi sana, amekataza kunosheleza, yani mimba ya mtu mwingine, ya mwenzako. Mimba ile mwenyewe nani? Manake kisharia, je, yafaa mwanamke alopata mimba ya nje ya ndoa kusema hii mimba ya fulani? Haifai. Na akisema iwapata madhambi, na akiulizwa ule mwenye kumuuliza tutamwambia we mbea kwanza, pili umefanya makosa kufanya jambo kama hilo. Sababu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipokuja mwanamke akamwambia mimi nimezini, hakumuuliza alokupa mimba nani. Alimwambia, aliita wazazi wake akamwambia, mtukueni huyu mumlee vizuri, akimaliza kuzaa mumwangalie mtoto vizuri, akimaliza kumnyonyesha miaka 2 nileteeni. Na kweli baada ya miaka 2 akaletewa. Mtume akaamrisha apigwe mawe. Kwa nini asiulize? Sababu sharia haitaki kujua hii mimba ya nani. Madamu mimba mwanamke hakuipata ndani ya ndoa, haina mwenyewe. Tufahamieni jamanini. Leo utaona katika mitandao watu huitolea fatwa watakazo wao. Jamanini, dini ikiwa masala ya umeme hayazungumzi ila alobobea katika umeme, masala ya dawa hazungumzi ila daktari. Kwa nini dini ikawa kila mmoja atakuwa yeye kimbelembele kutaka kuizungumza dini? Tuogopeni Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alituambia, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Tuwaulizeni, tusijitolee fatwa. Ni hatari, ni hatari mtu kujitolea fatwa hivi hivi. Ndio Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama akatuambia itakuja wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akiwatakia waja maovu, basi huwaondosha wale wanazuoni mpaka wakawa hatobakia ila watu hawana chochote katika ile elimu. Faaftu faadhallu wa adhallu, fadhallu wa adhallu. Watoe fatwa, wao wamepotea na wapoteze watu. Kila mmoja aje aseme mimi naona kwenye Mombasa toa donge wansema hivi na hivi na hivi. Jamanini, taratibuni. Umeona ameyaeleza ni nani, ajulikana vipi katika upande wa elimu? Mbona wewe mtu yote akikwambia bwana ukiwa na pressure tumia maji ya chumvi ya pwani, utasema huyu si daktari? Mimi lao nikakwambia utasema Izudini mambo ya udokta hayajui. Hutokwenda kunwa mpaka usikie kwa daktari tena ambaye wamuamini, daktari tena umejua kwamba amebobea katika fani kama ile. Lakini dini kila mmoja huwa mwepesi kutukua. Kwa hiyo tuweni makini. Mimba
yoyote isokuwa ilopatikana kwa ndia ya haramu haizingatiwi katika sharia. Wujuduhu kaadamin, kupatikana kama hakuna. Yuwaoleka yule mwanamke na akinyonyesha yule mtoto huwa ana mama wa kunyonya, hana baba. Ana mama wa kunyonya, hana baba wa kunyonya.